Yes, bana mambo vipi? Leo ninataka nikuoneshe namna ambavyo ninaweza kutengeneza program fupi kabisa kwa kutumia Vue.js kwenye IntelliJ IDEA ambako nimekwisha kuinstall Gemini. Bure kabisa nitakuonesha namna ambavyo nimeinstall na pia uweze kujua namna gani akili unde inaweza kusaidia kutengeneza mfumo wako. Njoo hapa tuangalie tunafanyaje. Kwa hiyo hatua ya kwanza niko kwenye ninatumia IntelliJ IDEA IDE na nitaandika jina la project. Ngoja tuandike demo. Nita create project chap kwa haraka bila kuwepo na changamoto yoyote. Na pia hapa kwenye IntelliJ IDEA nitakwenda kwenye settings, na ukifika kwenye setting nenda kwenye plugins, na hapa ndipo ambapo utaiona Gemini Code Assist ambayo inaweza kukusaidia wewe kugenerate hiyo project yako. Na kama hujaipata hapa kwenye install, nenda hapa wewe kwenye marketplace. Unaweza kufanya hivyo na ukapata hiyo Gemini Code Assist na ukaanza kufanya kazi moja kwa moja. Hatua inayokuja ni kwamba tutahitaji kusign in kwenye Gemini Code Assist ambayo itakuwepo hapa pembeni yako, na utaona inanitaka tu sign in. Kabla sija proceed, nataka ni run npm install wakati tunaendelea na yenyewe inaendelea ku-download kuhakikisha kila kitu kinakuwa kiko sawa. So nitakuja hapa na nita sign, itanipeleka kwenye Google account kuhakikisha kwamba nina sign. Baada ya hapo nitarudi kwenye IntelliJ IDEA kuendelea na project yangu. Na tunataka tutengeneze kitu rahisi tu kwa ajili ya uelewa. Nitakuja hapa, nitaona tayari chat imekuja. Nitaangalia progress ya npm install. Once that is done, pia tutaendelea sasa na hatua inayofuata. Na tutajaribu kutengeneza kitu kama article ili tuweze kuona nini ambacho kinatokea. Kwa hiyo kama hapo imerun, na nataka nikuoneshe nini ambacho kinatokea in advance ili tukifanya changes uweze kuona. Nitajaribu ku run npm run, nitasema dev and let's see nini kitatokea. Na unfortunately tuna baadhi ya changamoto ambazo zimejitokeza. Let's see. Okay. Tunachofanya sasa, kwa sababu kuna error ambayo nimeona kwamba tunatumia node 21 na ninatakiwa kutumia node 22 as per the Vite requirement. Nitafanya hivyo. npm use. Okay, that's great. So change version ya node kwenda 22 ambayo ndio recommended. Let's try to run one more time. Kwanza ni clear, then nitasema npm run dev and let's see kama tunaweza kuona application yetu. Kwa hiyo nikisha ingia hapa ninaona hichi ndicho ambacho ninakiona. You did it, umeinstall kwa hatua nyepesi kabisa kama ulivyoona, na hapo bado hatujatumia AI. The most important part sasa kwenye hii application ni namna gani sasa tunaweza tukaiambia Gemini ambavyo inaweza ikatusaidia kufanya hii kazi yetu. And kitu ambacho nimejifunza kwenye matumizi ya hizi generative AI ni namna gani unaandika prompt yako ili iweze kukuguide vizuri na kuleta majibu ambayo wewe unayatarajia. Yes, key point ni kwamba namna gani sasa unaweza ukatumia hii prompt kuielekeza vizuri Gemini namna gani anaweza akaleta. Sasa mimi hapa nimeandika kwa kifupi tu nini ambacho ninataka. So nataka iwepo portfolio fulani ionyeshe kazi zangu ambazo nimezifanya, na hapo kazi basi itakwisha kuanza. Sasa nikituma hii hapa, kumbuka hakuna subscription yoyote ambayo nimeifanya kwenye hii IntelliJ, na nimekuelekeza namna gani ambavyo unaweza ukaipata. Nenda kwenye plugins, hakisha una download your plugin, activate login, pia utakuwepo kwenye sehemu hii hapa. Kwa hiyo nitatuma hii request yangu ambayo kutokana na prompt ambayo nimeiandika, and I'm expecting to get the feedback nini ambacho kitafanya. Na ninapenda sana the way ambavyo inajaribu kunielekeza kwamba unaweza kuona maelezo inayonipatia. Umeona? Sasa hapa ndicho kitu ambacho kizuri na kipenda. Kwa hapa hii Gemini inataka kuelewa structure ya project yangu imekaaje. Na hatua inayofuata ameianalyze project yangu na amejua hii ni project ya aina gani. Then anaweza kuanza kutengeneza nini ambacho kinafuata. Kwa hiyo hatua ya kwanza ataanza kutengeneza
folder la components ndani ya project yangu. Kwa hiyo ametengeneza zile components za muhimu. Unaweza kuona namna gani anavyojaribu kuichakata ile project namna itavyokuwa. Kwa kuna component ya header, kuna component ya home, about us and portfolio, contact pamoja na footer. Mimi mwenyewe nilikuwa sijafikiria hii approach ambavyo yeye amejaribu kuistructure at the moment. Nilitaka nilivyoandika nilitegemea ataleta page moja tu, lakini hapa ninachokiona ataleta page kama 4 kwa ajili ya hiyo kazi. Kwa nitakuwa na page ya home, about, portfolio plus contact, which is very neat. Then atatengeneza ina maana header na footer ambazo zitakuwa zinatumika mara kwa mara. Sasa kitu cha muhimu ambacho unatakiwa kuelewa ni kwamba hapa anakupatia hatua moja au faili moja baada ya jingine. Unaweza ukareview, kwa hivi ndivyo header itavyokuwa na hizi ndizo kodi zake zitavyokuwa. Kama kuna changamoto yoyote unaweza ukajaribu kuanalyze kwamba okay, ninakubaliana na hii ama sikubaliane na hii. Kwa hiyo kwa mimi nimeipitia haraka. I think this is okay. Sijaona tatizo lolote, lakini yapo mazingira ambayo mimi mara nyingi nimekuwa inakuwa labda kama nikiweka some version au kuna baadhi ya kodi inaenda inafuta. Tutaona baadaye tutavyoanza kuedit. Kwa mfano kwenye header tunataka tufanye changes. Unashangaa kuna kitu cha muhimu anataka akiondoe wakati wewe hutaki. At that moment napiga reject. Siwezi kuendelea. Kwa hiyo unakuta nimeandika prompt moja then inaendelea. Kwa hiyo developer sasa ninapiga accept. Kwa hiyo nita accept then nasubiri aende akaimplement hiyo. Na ina maana nikija hapa nikienda kwenye component nitaona kuna kuna faili jipya limetengenezwa la header. Initially kulikuwa kuna haya mafaili mengine ambayo yalikuja na installation ya Vue.js, lakini saizi ameongeza kitu kingine kinaitwa header. Sasa next anatengeneza home. Let's see itavyokuwa. Nimeaccept, sijaipitia kwa kina, but I wanted to see how this about na yenyewe itakuwa hivyo. I am a passionate front end, I want to see that in action. Nitasema accept. Umeona raha hiyo ya kuwa sasa kupata msaidizi wa kusaidia kuandika kodi. Kuna hii hapa ya portfolio, amelist hapa baadhi ya projects. Let's see tutaona zitavyokuwa. Kama kuna kitu chochote utabonyeza reject au utabonyeza. Sasa hii hapa button ya mwisho, hii na yenyewe inabidi uwe nayo makini sana, kwa sababu ukiminya hiyo ingekuwa imesha tengeneza vitu vyote bila kusiki consent yako kwamba una accept au una reject. Kwa ingekuwa tayari ishamaliza, mi sija accept, sijafanya nini, na kila kitu kinakuwa kimewekwa pale. Nita accept, then nitasubiri, na wakati naendelea nitajaribu kufafanua. The good thing about this one, you can do this one also ungepeleka kule kwenye ChatGPT, lakini itabidi uanze kukopi kule kuja huku. Lakini hii hapa imekuwa integrated ndani kabisa ya IDE, which make a lot of sense. Sina haja ya kwenda kutoka kule, na pia nina uwezo wa kuistudy au Gemini ina uwezo wa kuistudy project yako na kupendekeza the changes au mabadiliko yote within the project. Kwa anakuwa na understand ya ile project yako structure. I know kuna concerns the privacy, kwamba kama ameshaijua repository yako huyu Gemini, what does it mean to the other end? Kuna nini ambacho kinatokea huko? Wanazisoma, wanazifanya nini, au kuna kitu gani au kuna sheria gani ambayo inawazuia wenyewe kutokuzitumia vinginevyo au Google katika kufanya mambo yao? I don't know. And mimi ninazitumia kwenye project hizi za kawaida tu ambazo nafanyia mazoezi. Kwa nitagonga accept hiyo ya contact tags, next, alafu pia nitakuja kwenye footer nitagonga. Kwa hiyo unaweza kuangalia the measure ya hizo source code zako ambazo unataka kuzitumia, how confidentiality ikoje, na then kama hamna impact yoyote you can still just use this one. Sasa kuna ile part ambayo nilikuwa nimekuambia ya kwamba kuna mazingira ambayo ninahitaji ku reject au ku accept. This is where kile kitu kinakuja. Hapa nikiangalia naona tayari ukiona iko grade means anafuta hizo code, then ata implement code nyingine ambazo ziko kwenye green. Kwa hiyo naangalia hapo deep, na unaweza kwenda hapa ukapull those changes na ukaangalia nini ambacho kipo, nini ambacho hakipo. Tajaribu kutumia command 1 kuondoa sideline huko so that you can see nini ambacho kimetokea hapa. Kwa hizi anaambia nitaondoa hizi zile hello world ambazo tumeona. The most important thing kuhusiana na hii hapa design iko hapa, tunavipiga chini vyote.
then tunaleta change mpya ambayo inakuja na haya mabadiliko ambayo tumeomba. Kwa hiyo haitasema kuhusiana na Vite, basi itasema kuhusiana na project ambayo tuko nayo. I'll press again command 1 ku pull the sidebar na kufunga hiyo hapo. Sasa mimi nitakubaliana na hizi hapa inionyeshe hicho ambacho inataka kunionyesha kwenye app.view. Kwa hiyo tumefanya changes kwenye hayo mafile, tutajaribu ku run again. Lakini mwisho kabisa kuna change pia kwenye main.css, kuna mabadiliko ambayo ameyafanya. Hebu ngoja tuone hapa anasemaje. Kwenye main.js alijaribu kuedit, it seems like already removed the default styling. That's okay. There's okay, I'll remove the default styling kwenye main.css. We accept that, ambayo inakuwa pia sio changamoto yoyote. Kwa naondoa zile ambazo zilikuja default styling ambazo zimekuja. Twende kwenye base na kwenye ata drop like everything. Yes, amedrop kila kitu. Haina shida. Tunataka tuone nini ambacho amekitengeneza. Yes. Amekwisha kumaliza kuondoa basic styles zote. Amesoma mafaili hayo yaliopo iko. Ameicheck favor icon. I am unable to delete the file. It's okay, hata tusipo delete haina impact yoyote. Nikaleka icon, acha kaendelee kutokea. Nita accept all. Nikishamaliza ku accept all, naweza nikarudi kwenye nani. Nataka niangalie kwenye terminal what has really happened, na unaweza kuona kwamba nilivyorani ile npm run dev imekuwa ikifanya compilation kila wakati ambavyo changes zimekuwa zikitokea, and I'm expecting kwamba nikirudi kule kwenye browser kila kitu kitakuwa kiko sawa. Na umeona hapa ameupdate those changes kama ambavyo tulikuwa tunafanya, at least these za mwisho ambazo zimetokea. Nikirudi hapa, yes, wala ninaona kabisa kwamba welcome to my portfolio, and I could easily add my name, my details. And kuna muda nilikuwa nafikiria kwamba ni kitu ambacho ningeweza kufanya. Assume kwamba ningekuwa na uwezo wa kuupload my resume, ingeweza kuingia hapo na yenyewe ingeweza kuchakata na tayari ingekuwa imeandika kila kitu ambacho nimekiorodhesha kwenye nani. Lakini unfortunately sidhani kama you can upload a document hapa. Hiyo inakuwa different case. Kwa hiyo unaweza paste those items kwenye notes au kwenye Word, then copy, drop them here kama CV yako ili itengeneze portfolio ambao uko nao. Sasa tunataka to test these routes. Is it real working kwenye mazingira ambayo yametengenezwa sasa. Naenda kwenye about. Yes, about I can see kuna kitu kimeandikwa pale na hiyo inaonyesha sehemu hiyo. Na pia portfolio inaamini kumbe ilikuwa ni single page. I am passionate front-end developer with experience in Vue.js. Portfolio yangu project 1, project 2 and project 3. If you want to contact me, unaweza ukaandika jina lako, email yako and message to send, utanipata. Kwa kama umefuatilia hii hapa, nimekuonyesha tu the easy way to do this with the assistant of Code Assist ya Gemini. Unaweza kupata kila kitu ambacho unakitaka. Kwa niachie maoni yako hapo chini, namna gani wewe unaweza kuitumia Gemini au unatumia tool gani kuhakikisha kwamba inakusaidia kwenye development zako. Niambie, niachie maoni yako, na kama kuna kitu chochote unaweza kuongeza, niko tayari kusikia hapo chini, na mimi nitakuwepo kwenye comment kuhakikisha kwamba ninapokea maoni na feedback kutoka kwenu, namna ambavyo umejaribu kuintegrate hii Gemini Code Assist plugin kwenye IntelliJ au kwenye favorite ID ambayo unatumia. Peace.